Imepita miaka 32 tangu wekundu wa Msimbazi Simba walivyojaribu kutaka kulibeba kombe la CAF mwaka 1993 katika ardhi ya nyumbani, katika ardhi ya Ivory Coast pia dhidi ya Stella Ajame. Baada ya umbali mrefu, baada ya miaka mingi, wanarejea tena katika ardhi ya nyumbani Benjamin Mkapa dhidi ya RS Berkane, miamba ya kandanda kutoka Morocco. Walikwenda kuyatangazia mataifa, walizunguka katika majiji mengi, wakianza Tripoli, Libya, wakenda Sfax, Tunisia, Luanda, Angola, Constantine, Algeria, wakenda kuwafanya vibaya Stelis kule Cape Town, lakini pia RS Berkane wakiwa nyumbani Berkane katika uwanja wa manispaa ya Berkane, Orange Boys wakiwa kwa namba kubwa kwelikweli, lakini mambo yalikuwa magumu kwao. Na Simba yupo nyumbani leo hii. Ni siku ya kipekee, ndio siku ambayo bendera ya taifa hili itapepea zaidi, pengine kuzidi mlingoti, kuzidi upepo wa kimbunga namna itakavyokuwa. Ndio siku ambayo Watanzania wanakwenda kufutwa machozi ya mara kadhaa waliojaribu kutaka kwenda katika hatua ya fainali au kubeba ubingwa wa kombe la CAF. Kwa mara ya kwanza Simba, bendera ya Tanzania, bendera ya Sekafa, inabeba matumaini mengi ya kubeba ubingwa wa michuano ya CAF. Aliyepeperusha bendera hiyo ni wekundu wa Msimbazi Simba. Nendeni mkayaambie mataifa yote kwamba hii ni Dar es Salaam na ni mnyama mkali. Simba anakwenda kukamilisha biashara ambayo ilishindikana kwa muda mrefu, inakwenda kufanikiwa leo hii. Tusubiri na kuona dakika 90 za mchezo huu wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika. Yes, mtazamaji wa Mzinga Sports, hili ni jukwaa ambalo tunapashana mengi, tunakwenda kufahamu mengi kuhusu masuala mbalimbali, mpira wa ndani na kandanda ya Afrika kwa ujumla wake. Sasa wakati huu tunafahamu kwamba taifa linazungumza juu ya michuano ya CAF kwa ngazi ya klabu, na hususan kwenye kombe la shirikisho Afrika ambako tuna mwakilishi kule, bendera ya taifa inapeperushwa kule katika kombe la shirikisho Afrika ambaye ni Simba Sports Club. Na kama haitoshi, Simba katika hatua hii ya nusu fainali kwenye michuano ya shirikisho anapeperusha bendera ya Afrika Mashariki na Kati kwa maana ya Sekafa, na hapo ndani yake ukiweka michuano ya kombe la ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho Afrika, mataifa ambayo yapo au bendera ambazo zinapeperushwa katika hatua hiyo ambayo inahusisha timu 8 peke yake, basi bendera ya Tanzania na bendera ya ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati inapeperushwa na wekundu wa Msimbazi Simba. Tunafahamu kwamba Simba wanastahili pongezi kwa hiki kikubwa ambacho wamekifanya, lakini kubwa tunakwenda kuangalia safari yao mpaka fainali itakuwaje, katika hatua ya robo fainali itakuwaje. Lakini awali ya yote, hili ni bara la Afrika, mfano wa bara la Afrika ulivyo. Hii ni sketching map ya bara la Afrika. Katika bara hili la Afrika zoni zipo 6, yani zoni za mpira wa miguu zipo 6, na 6 hiyo kuna hii hapa ambayo tunaita UNAF, yani Afrika ya Kaskazini. Huku ndio yanatoka mataifa ya Kiarabu kama Misri, kama Algeria, Morocco, Tunisia na Libya, yanatokea huku. Alafu kuna zoni ya Afrika ya Magharibi, ni hii hapa, yenyewe imegawanyika mara 2. Hapa kuna zoni inaitwa wafu A, alafu kuna zoni inaitwa wafu B. Kwa hiyo hii ni zoni yake ni B na hii ni zoni yake ni A. Kwa hiyo yote ni wafu, yani West African football. Alafu kuna zoni ya kati ambayo ni hii hapa. Hii ni zoni ya kati inaitwa UNIFAC. Yenyewe ni zoni ya kati. Hapa kuna mataifa kama Gabon, kuna mataifa kama DR Congo, kuna kama Cameroon na Central African Republic na kadhalika. Lakini kimsingi kuna zoni hii inaitwa Sekafa. Alafu kuna zoni ya mwisho hii inaitwa Kosafa. Sasa basi hizi zoni ziko 6 jumla, manake 1, 2, 3, 4, 5, 6, na ziko kwa namba. Zoni ya kwanza ni hii, ya pili hii, ya tatu hii, ya 4 hii, ya 5 hii,
na ya 6 ni hii. Kwa hizi zoni ambazo zipo 6 kwa ujumla wake, timu ambazo ziko robo finali, timu ambazo ziko nusu finali ya michuano ya CAF kwa ngazi ya klabu msimu huu ni 8. 4 zipo kwenye shirikisho, 4 zipo kwenye ligi ya mabingwa. Katika 8 hizi, timu zinazotoka Afrika Kaskazini ndio nyingi zaidi. Zenyewe kuna Misri wana 2 kwa maana ya Pyramid na Ahli, lakini Algeria, Morocco wana 1 ambaye ni RS Berkane. Algeria wana 1 kwa maana ya Constantine. Afrika Kusini, kumradhi, Afrika Kusini ndio taifa lenye timu nyingi zaidi kwa maana wana Stellenbosch, wana Orlando Pirates na Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo hapa ni zoni 2 tu. Haya mataifa ya Kiarabu, haya hapa yenyewe zoni yake ni hii, na haya mataifa ya Afrika Kusini zoni yake ni hii. Kwa hiyo hapa kuna 4, hapa kuna 3, hapa kuna 1 kwa maana ya Sekafa. Kwa hiyo hawa na hawa hawana mwakilishi. Sekafa mwamba ni wekundu wa Msimbazi Simba, ndio ambao wanapeperusha bendera katika michuano hii ya CAF kwa ngazi ya klabu, hatua ya nusu finali. Sasa tukiachana na hilo, swali kubwa ambalo nimekuwa nikiulizwa katika platform zangu mbalimbali ni juu ya hatua ya nusu finali. Kwa nini Simba inaanzia katika ardhi ya nyumbani? Na kwa sababu wanaona Simba ni klabu kubwa ukilinganisha na hawa wapinzani ambao wanakwenda kucheza nao kwa maana ya Stellenbosch. Kwa nini iwe hivyo? Kuna sababu ambazo tutakwenda kuziangalia hapa, lakini finali itakuwaje? Simba ataanza wapi? Mambo yatakuwa vipi? Tunafahamu kwamba Simba amepangiwa Stellenbosch kutoka Afrika Kusini katika hatua hii ya nusu finali ya michuano ya kombe la shirikisho Afrika, na mchezo wa kwanza utapigwa Aprili 20 katika ardhi ya nyumbani. Yaani Simba atakuwa nyumbani, haijalishi atakuwa katika uwanja upi, lakini Simba itahesabika yupo nyumbani. Nasema hivi kwa sababu uwanja wa Benjamin Mkapa, mamlaka yametoa taarifa kwamba kwa sasa umezuiwa kutumika kufuatia ile pitch yake kutokuwa vizuri, kwa hiyo anafanya ukarabati. Hivyo mambo Simba watacheza mchezo wao katika uwanja mwingine pengine au pale pale Mkapa, haijulikani. Tunasubiri kuona jambo litakavyokwenda. Lakini mchezo wa pili watasafiri mpaka jijini Cape Town, Afrika Kusini, katika uwanja wa Cape Town Stadium dhidi ya Stellenbosch, mchezo wa marejeano huo ambao unatakiwa kuchezwa siku ya Aprili 27. Sasa basi, utaratibu unavyokuwa kwa maana ya upangaji wa hizi hatua ya robo finali, nusu finali mpaka finali inavyokuwa. Kwanza ilifanyika draw kule Qatar, Doha, na draw hile ilikuwa imepanga kufahamu timu ambazo zinakwenda kucheza hatua ya robo finali. Tunafahamu kwamba timu zilizoongoza makundi zote zinatakiwa kuanza ugenini, zitakuja kumalizia nyumbani. Hivyo basi Simba ni miongoni mwa timu ambazo ziliongoza kundi, na zile timu zote zina majina yake ya kimekanismu ya upangaji wa hiyo robo finali. Kwa mfano, hapa kuna robo finali ya kwanza, kuna robo finali ya pili, kuna robo finali ya tatu, kuna robo finali ya 4. Sasa basi ilikuwa vipi? Robo finali hii ya kwanza ilikuwa ni Stellenbosch dhidi ya Zamalek, na hapa Zamalek ndo mkubwa zaidi, kwa hiyo ikapangwa hivyo. Ya pili ikaja kupangwa ASEC Mimosa dhidi ya RS Berkane. Ya tatu, hii ya kwanza, hii ya pili, hii ya tatu. Ya tatu ilikuwa ni Constantine dhidi ya USM Alger. Na ya 4 ilikuwa ni Masri dhidi ya Simba. Yes, kwa hiyo mpango ulikuwa hivyo. Kwa hiyo hivi ndio ilivyofanyika. Kwa hiyo ukiangalia hizi timu ambazo ziliongoza makundi zote zimeanza ugenini. Sasa basi katika hatua ya robo finali huku sasa hakuna draw. Huku tunaenda kwenye mechanism za CAF ambazo wenyewe wamezipanga automatic mpaka inakuja kutokea katika hatua ya finali. Tukienda katika hatua ya nusu finali. Nusu finali inakuwaje? Semi final inakuwa vipi? Ili kucheza semi final
anatakiwa matokeo ya mshindi wa quarter final hii, yani mshindi wa hapa dhidi ya mshindi wa hapa, hizi mbili, kwa maana quarter final 1 na quarter final 4, alafu quarter final 2 na quarter final 3. Sasa basi ukija kuangalia hapa maana yake nini? Quarter final 4 itaanza, kwa hiyo quarter final 4 itaanza hapo, ambapo kimsingi Simba ndo alikuwa mshindi. Kwa hiyo Simba alikuwa hapo mshindi ambaye ndo anacheza semifinal. Sasa hii ni hatua ya semifinal. Alafu quarter final 1 atakuwa wa pili, ambapo kimsingi alikuwa ni Stellenbosch. Kwa hiyo quarter final 4 kwa quarter final 1. Kwa hiyo quarter final 4 anakuwa nyumbani, quarter final 1 anakuwa ugenini. Kwa hiyo Simba ataanzia nyumbani, atakwenda kumalizia ugenini. Hapa haina ugiant tena. Ugiant tumeachana nao huko nyuma. Huku haki sawa. Sasa ukiachana na haya mazingira, baada hapa na hapa kadhalika ilikuwa hivyo hivyo, kwa maana ya RS Berkane ataanza akiwa nyumbani. RS Berkane atakwenda kumaliza na Constantine, kwa sababu hapa amepita huyu na hapa amepita huyu. Kwa hiyo RS Berkane dhidi ya Constantine, Kwa hiyo RS Berkane na mwenyewe pia imeangukia, anaanza nyumbani, atakwenda kumalizia ugenini. Kwa hiyo hizi ni hatua ya nusu finali. Tukienda katika finali, mshindi wa hapa kwa maana ya Simba na Stellenbosch, mshindi wa quarter final 4 na quarter final 1 atacheza hii ndo nusu finali maana yake. Yaani hawa washindi wa hii ndo wanacheza nusu finali. Kwa hiyo mshindi wa nusu finali hii atacheza finali, itakuwa ni final 2. Atakuwa final 2. Kwa hiyo maana yake hapa atacheza final 2 na hapa atacheza final 1. Huyu atacheza final 1. Kwa hiyo mshindi wa hapa na hapa anakwenda kucheza final 2 na final 1. Maana yake nini? Ni kwamba hapa endapo Simba akitokea kapita, inakuwa Simba dhidi ya hapa atapita naye kama ni RS Berkane. Itakuwa RS Berkane. Najaribu kutolea mfano kwa sababu ndo timu yenye ndo favorite club. Sasa basi final 2 na final 1 utofauti unakuwa vipi? Yaani inabadilika vipi? Haiwezi kaanza kuchezwa final 2 alafu ndio ikaja final 1. Kwa hiyo itaanza kuchezwa final 1 ndio itakuja final 2. Maana yake kama huyu ndo anacheza final 1, kwa hiyo RS Berkane atakuwa nyumbani Morocco katika mchezo wa kwanza dhidi ya Simba. Mchezo wa pili Simba atakuwa nyumbani dhidi ya RS Berkane, kwa sababu hii ndo final 1 na hii ndo final 2. Naamini utakuwa umenielewa, ingaje nimekwenda kwa haraka, nimejaribu kupiga summary ili tusipoteze muda, lakini kwa nilikokupitisha umepata concept, umeelewa. Na concept kubwa ilikuwa ni kukuonesha kwa nini Simba, hii nimekwenda kujibu vitu viwili tu. Kitu cha kwanza, kwa nini Simba robo finali anaanzia nyumbani, anakwenda kumaliza ugenini, na kwa nini Simba na vipi itatokea endapo akifika finali. Finali akifika Simba anastahili kuanza ugenini, atakuja kumalizia nyumbani katika ardhi ya Tanzania Benjamin Mkapa. Basi hivi ndo jambo lilivyo, na hapana shaka itakuwa umenielewa vizuri, na nichukue nafasi hii kukuomba kusubscribe katika YouTube channel hii kwa ajili ya kupata taarifa nyingine nyingi bora. Kuna series za kutosha kuhusu mechi hizi hususan ya Simba na Stellenbosch. Mpaka wakati mwingine.